yetu ya patakatifu. Baba mwema tunayetupenda, tunakushukuru kwa maana ya fursa hii ambayo umeweza kutupatia tuje pamoja kwa ajili ya kufunzana katika kuelimishana katika mpango wako wa wokovu kupitia hema takatifu ambao umetupatia, ambao inatuelekeza kufahamu njia zako zote. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila hali, semi zetu zote uzitakase, ndiposa yote ambayo tunayazungumza yawe yale ya kusaidiana katika safari hii ya Ukristo. Tunaomba ya kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. So Bwana yu mwema wakati wote. Siku ya leo itakuwa ndiyo siku muhimu katika kuweza kupata kanuni zitakazo tuelekeza katika mafunzo ya patakatifu. Kwa hiyo ningelipenda tuwe makini na tuweze kupata angalau chochote kile ambacho Mungu angekusudia uweze kukipata kutoka kwenye somo letu. Tumefanya utangulizi hapo awali tayari, na natumaini ya kwamba rafiki yako ambaye amekuja leo au jana jioni umeweza kummegea kile ambacho umejifunza, ambacho umesadikika nacho. Na hata kama haujasadikika nacho, labda unaweza mmegea ukamwambia mwalimu alifunza hivi, labda mimi sijaelewa hivyo, lakini alifunza hivi. Ni yeye mwenyewe aamue kama ni kweli au si kweli. Bila kupoteza muda, basi niwaelekeze katika nukuu ambayo itakuwa ndiyo msingi wa somo letu la leo. Pambano Kuu, ukurasa ni wa 426, paragraph ya kwanza. Pambano Kuu, ukurasa wa 426, paragraph ya kwanza. Mnao kwenye Kiswahili? Ipo haipo? Ipo. Nisome Kiingereza au ningoje Kiswahili? Sina uhakika ndaweza kupata sura, kwa maana yake hapa mimi ninapokuwa kwenye hapa nimeandika nukuu yenyewe, ukurasa wako wa Kiingereza na paragraph yake. Sasa labda tu nisome Pambano 426, paragraph ya kwanza. Ziko kwenye hizo hapana. Mnapoendelea kutafuta kwa sababu ya muda, ningelipenda niweze kusoma nukuu hii. Umeipata? Haya, karibu, naomba tusome pamoja. Aliye nayo naomba simame kwa upesi tuweze kukomboa muda. 426, paragraph ya kwanza. Kuja kwa Kristo kama kuhani mkuu. Na ukurasa 355 na 355 aya pili. Na ningelipenda tu kusema anapoendelea kufungua katika masomo ambayo tuko nayo hapa, pia mimi ni mwanafunzi. Kwa hiyo kumaanisha ya kwamba ninajifunza, sawa? Na ikiwa najifunza, inaanzaje? Kuja kwa Kristo kama kuhani mkuu katika patakatifu mno. Umeipata? Mnaweza msaidia ninapoendelea kufanya mambo mengine. So tusikize, mnaweza msaidia. Nilikuwa nasema mimi hapa ni mwanafunzi. Nimeipata. Kuja kwake mara ya pili. Sawa. Haya, naomba kae kidogo. Kujifunza kwetu, masomo haya ni masomo ambayo yanaingiana. Kwa mfano,
unapoanza kujifunza kuhusu Mungu jinsi alivyo, mambo mengi yanabadilika. Kama jinsi tulivyosoma nukuu zile za jana, uzoefu wa ndugu zetu waliotangulia katika mvua ya vuli, ni ya vuli ama ni ya masika? Mvua ya vuli ni ya masika, mwaka wa 80 hiyo, 1888. Mwaka 1880. Ni latter rain. So walipoanza kumiminiwa baraka zile, experience zao tulisema ya kwamba kila mmoja alianza kusema ya kwamba Biblia imekuwa kitabu kipya. Tulikuwa jana darasani kwamba kila mmoja akasema ya kwamba sijawahi ona Biblia katika njia hiyo. Kumaanisha Biblia inabaki kukua ile ile, lakini macho yako yanaanza kubadilika unavyotazama nini? Biblia. Jamani, tuko sawa mpaka hapo? So kumaanisha katika kujifunza, kama hiyo ilikuwa ndio mwanzoni tu manyunyu na wala sio mvua kamilifu, kama hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa mvua, then mvua inapoanza kumiminika kikamilifu, then tutarajia kwamba mambo yatakuwa ni mengi ya kurejea na kujifunza, sio? Tuko sahihi mpaka hapo? Kwa maana yake mafunzo yale ambayo tumekuwa nayo yanabaki kuwa hayo, lakini mtazamo wako kuyahusu hayo yanaanza kubadilika. Sasa hiyo inamaanisha hivi, mimi ni mwanafunzi, wewe ni nini? Mwanafunzi. Mimi sio mwalimu, mimi ni nini? Mwanafunzi. Mimi ni mwanafunzi. Sasa ninakumegea kile angalau nimejaribu kuona. Kwa hiyo kinaweza kuwa labda kuna mahali ambapo tulisema tunataka nini? Kabiro. Tunakumbuka vizuri? Jamani, tuko pamoja? Ehe. Kwa maanake sioni haya ya sisi kurekebishana kama kuna haja ya kufanya hivyo, lakini bora tu tayari tushajua msingi wetu ni kutafuta kumjua Mungu jinsi alivyo. Kwa hivyo inamaanisha lazima tuanze kutafuta katika kila somo jinsi ya kuweza kuelewa. Kwa hivyo nimesema hivyo kama tu kuwakaribisha tuwe huru kusema yale ambayo unayawaza tunapoendelea katika kujifunza. Naomba sasa ndugu simame tuanze kusoma pamoja. Kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno, kwa kuwa mwana wa Adamu. Tuanze soma taratibu tu ukizingatia kuja ambavyo imeweza kuja kwa Kristo kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno kwa ajili ya kupatakasa patakatifu kumeelezwa katika Danieli 8 mstari wa 14. Kulioelezwa, kama sijakosea, kumeelezwa, brought to view in Daniel 8:4. Kunaoelezwa kitabu cha Danieli 8:14. Mpaka hapo usikae, mpaka hapo tukumbushane kile ambacho tumekisoma kwa kukiangalia. Anasema ya kwamba kuja kwa Kristo kama kuhani mkuu. Wapi? Patakatifu mno kwa ajili ya kupatakasa. Kumeelezwa kwa kitabu cha Danieli ngapi? 8 10 na ngapi? 14. Naomba ukae kidogo. Naomba mtu mwingine asimame na kitabu cha Danieli 8:14 asome. Inasemaje? Jamani, tuwe wepesi kwa ajili ya muda. 8:14. Imeandikwa, naam, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Okay. Kwa hiyo muda tunaozungumzia ni muda ambao ni muda upi huo? Ni ule wa miaka 2300, sio? Wakati ambapo kuhani mkuu anaingia patakatifu kwa ajili ya kupatakasa, sio? Mbona wapeleka hapo? Ndipo tuweze kujua lengo ambalo nukuu hii nataka itupatie, alafu tuichukue tuendelee na safari. Sasa ndugu aliyekuwa anaisoma simame tena. Anapoisoma Pascal, naomba fungue Danieli 7:13. Anaposoma endelea.
Anasema kuja kwa mwana wa Adamu, kuja kwa mwana wa Adamu, kwa mzee wa siku, kwa mzee wa siku, kama kulivyoelezwa katika Danieli 7:13. kama kulivyoelezwa katika Danieli 7:13. Sasa tukumbushane, Danieli 8:14 inazungumzia kutakaswa kwa nini? Patakatifu. Haya, Danieli 7:13 inazungumzia nini? Inasema Naam. Fungu la 13 nasema hivi. Nikaona katika njozi za usiku, Nikaona katika njozi zangu za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba mwana wa Adamu anaonekana akija, usikae, nataka baki na mic, akija kwa mzee wa nini? Wa siku. Kwa hivyo kuja kwa kuhani mkuu patakatifu, hiyo ndio pointi ya kwanza. Alafu pointi ya pili, kuja kwa huyo kuhani sasa kama mwana, anaonekana akija kwa mzee wa siku. Sijui kama kuna mahali nimetumia lugha sio sahihi, sio mali. Danieli 8:14 ni kuja kwa kuhani mkuu patakatifu, sio? Aya, Danieli 7 lugha inayotumika ni kuja kwa mwana wa nani? Wa Adamu, kwa mzee wa nini? Wa siku. Teremka chini kidogo. Fungu la 14. Fungu la 14. Naye akapewa mamlaka, na utukufu, na ufalme, ili watu wa kabila zote, na taifa zote, na lugha zote, wamtumikie. Mamlaka yake, anapoenda kwa mzee wa siku, anaenda kupewa nini? Mamlaka. Twende mbele. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Naam, endelea. Fungu la 15. Basi mimi Daniel, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu. Asante, naomba kukae hapo. Yule aliyekuwa na pambano kuu tuweze kuendelea. Unashika tu kwenye mkono tu hivi, unaweza endelea kusoma. Anasema na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake. Sasa mpaka hapo tuna sehemu mbili tumezipata, sio? Sehemu ngapi mpaka hapo? Mbili. Ya kwanza, kuhani akiingia patakatifu kupatakasa. Ya pili, mwana wa Adamu akiingia kwa mzee wa siku kupokea mamlaka, sio? Sasa sehemu ya tatu anasema na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake, kuliko tabiriwa na Malaki, yote ni maelezo ya tukio moja. Na hili pia, ngoja kidogo. Kwa hiyo tumeongeza kitu cha tatu ambacho ni kuja kwa nani? Kwa Kristo. Anakuja wapi? Katika hekalu. Alafu amesema yote haya ni tukio yanayofanana au tukio moja? Ni tukio moja. Tukio nini? Moja. Tukio nini? Moja. Kwa hiyo Danieli 7:13 kinachozungumziwa pale ndicho kinachorudiwa Danieli 8:10 ngapi? 13. Haya, kinachozungumziwa kwenye mafungu hayo mawili kinazungumziwa na Malaka ngapi? Amesema Malaka ngapi hapo kisoma? Hajataja. Hebu irudie, nitakwambia mali ilipo. Isome. Anasema na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake, kuliko tabiriwa na Malaki, yote ni maelezo ya tukio moja. Yote. Sasa mpaka hapo mambo hayo matatu ambayo yamefika hapo ya nakiri tunayajua, lakini naomba uemphasize, yani usisitize sentensi hiyo ya mwisho kwamba mambo haya yote yanazungumzia tukio moja. Hiyo ndio sentensi muhimu kwenye nukuu hiyo, sawa? Anapomalizia maliza nukuu. Anasema na hii pia linawakilishwa na kuja kwa Bwana. Tukio hilo moja. Tukio nini? Hilo moja linawakilishwa na kuja kwa bwana harusi, harusini, kulikoelezwa na Kristo katika mfano mfano
katika mfano wa wanawali 10. Kitabu cha Mathayo 20 na ngapi? 25. Mambo mangapi mpaka hapo? Niliwaambia kama nimewaambia sina haraka ya kumaliza. Sawa? Niko tuna haja ya kumega kile nilichokielewa tukijadili. Sawa? So turudie, mambo ni mangapi hapo? 4. Mangapi? 4. To confirm. Ya kwanza Daniel ngapi? 7. Daniel 8, samahani. Daniel 8:14 kwa njia fupi tumeipea jina utakaso wa nini? Watakatifu mno. Haya, sawa. Daniel 7:13 ni kuja kwa Bwana katika kuja kwa Bwana katika mzee wa nini? Katika tumeipea jina kwa kifupi. Kwa maana yake Danieli 7 hapo ndio chini ukiteremka unapata ya kwamba vitabu vikafunguliwa, sio? Kwa hivyo hiyo ndio hukumu ya upelelezi. Sawa? Kwa hivyo kutakasa kwenye hekalu ni sawa sawa na hukumu hiyo, iko sawa? Ndio maana nukuu inasema ya kwamba ni tukio moja. Sio tukio yanayoambatana, lakini tukio moja. Yaani Mungu anatumia lugha na mifano tofauti kuelezea kitu kimoja. Haya, turudie sasa. Okay, ya kwanza Danieli 8:14. Ya pili Danieli 7:13. Ya tatu sasa Malakai, kuna Bwana anakuja kwenye nini? Kwenye nini? Kwenye hekalu lake. Hatujasoma hiyo, sio? Tutaisoma. Ya mwisho na ya 4. Wanawali wangapi? 12. Aya, karibu tuharibu Biblia. Wanawali 10 waliokuwa wanangojea nani? Sasa mpaka hapo niulize swali, nani mpaka hapa ambaye hajaona kwamba mfano wa wanawali 10 ni nazungumzia kuja kwa bwana harusi hapa? Yaani mfano wa wanawali 10 inazungumzia matukio au tukio linaloendelea hapa. Nani ambaye hajaona? Haya, nani ambaye ameona hicho? Nani ambaye hajanielewa? Naomba nirudi vizuri. Matukio kwenye nukuu hii si matukio. Okay, mifano kwenye tukio hili moja ni mifano mingapi? 4. Mifano inayozungumzia kitu kimoja lakini katika lugha tofauti, sio? So nauliza swali, nani ambaye hajaona kitabu cha Mathayo 24 utimilifu wa tukio lile inazungumzia matokeo au kazi ya patakatifu mno? Nani ambaye hajaona? Ndio swali langu la kwanza. Nani ambaye ameona hicho? Nani ambaye hajaelewa? Nauliza hayo kwa maana yake kuna mikono ya watu nao waona kwenye sura lakini hawajainua mikono. Haya, wangapi ambao wanasema tusonge tu mbele watajieleza baadaye? Haya, tusonge mbele. Haya, sasa hapo naomba kumega kitu fulani. Kulingana na vile ambavyo na nabii anavyosema, ninaomba kusema ya kwamba tunapozungumzia kuja kwa Kristo kama kuhani mkuu, tunazungumzia kitu kinachoitwa utakaso wa hekalu, kama vile ambavyo Danieli 8 anavyozungumzia. Utakaso wa hekalu kwa lugha nyingine inaitwa hukumu ya upelelezi, kulingana na Danieli ngapi? 7:10 na ngapi? 3. Danieli 7:13. Yaani tukio lile halibadiliki, ni lile moja lakini katika mifano tofauti. Tunapozungumzia Malaka, yanapozungumza anasema ya kwamba nikaona Bwana akirijia hekalu lake, tunazungumzia kazi ile moja, sawa? Unapozungumzia Kristo anapopeana mfano wa wanawali 10 waliosikia sauti wakiambiwa kwamba tazama bwana harusi anakuja, na matukio yale yote kwenye ule mfano, kutokuwa na mafuta, wengine kuwasha taa na wengine wanaenda kununua mafuta wanachelewa, tunazungumzia tukio moja hilo ambalo ni nini? Utakaso wa patakatifu au hukumu ya nini? Mpaka hapo hiyo ndio point iliyoko kwenye mawazo yangu napowapeleka kwenye nukuu hiyo, sawa? Kwenye historia ya Kiadventista kidogo tu kabla tujaingia katika kitabu cha Malaka 3, Waadventista waliokuwa wanangojea Kristo arejee kwa mara ya pili, wakiongozwa na baadhi ya wazee tunaowajua, kwa mfano William Miller, wao wakatafsiri ya kwamba kuja kwa Kristo kulikuwa kunatimia baada ya miaka hiyo 2300, sio? Kwa hivyo wakasema ya kwamba Kristo walikuwa namtarajia aje
atakase dunia hii, kwa maana yake ya kwamba dunia hii chomwe moto, na wao kwamba watakuwa wameingia wapi tayari wakati huo? Watakuwa wameingia mbinguni. Kwa hiyo tunaelewa ya kwamba kosa lao ni kwamba hawakuelewa ya kwamba kuja kwa Kristo haikuwa ya kuja duniani, bali ilikuwa ni ya kuja katika sehemu tofauti, sehemu inayoitwa patakatifu. Kulingana na Danieli 7 alikuwa anaenda kupokea mamlaka, ufalme, sio? Sasa hapo singelipenda niweze kukaa pale sana, bali ningelipenda niseme kitu fulani. Bwana harusi anapofunga harusi anapokea mamlaka ya kuwa na familia. Sawa? Hiyo si inaeleweka hiyo? Yaani bwana harusi anapoenda kuchukua mke, yeye si ni mume ambaye ndiye mtawala wa familia, yeye ndiye mfalme. Kwa hivyo anapoenda kupokea mamlaka Kristo hapa ndani, anachoenda kukipokea kule, anakumpokea mke. Nimekosea? Hapana. Nimekosea? Hapana. Kwa maana yake sauti ile inapotangaza ya kwamba tazama bwana harusi anakuja, bwana harusi alikuwa anatoka kwao akielekea kwa kina bibi harusi, sio? Kwa hapa safarini ndipo unapata wanawali 10, si wanawali 10 peke yake, lakini wanawali wengi of course, walikuwa wanakuja wanawasha taa zao barabarani hapo, wanapoendelea kusafiri wanajiunganisha na ule msafara wa nani? Wa bwana harusi anapoelekea kwa bibi harusi. Lakini hapa kwenye bibi harusi ndio unapata wanawali wangapi? 10. Hawa walikuwa wanangojea, lakini bwana harusi akafanya tu gani? Akachelewa. Alipochelewa wakalala. Walipolala taa zikazima, hawakuzima taa. Taa zikafanya tu gani? Zikazima. Kwa hiyo bwana harusi alikuwa kwenye safari ya kwenda kumchukua nini? Bibi harusi. Hiyo ndio lugha ya Danieli 7:13 kwamba alienda kupokea nini? Mamlaka. Sasa kwa mamlaka kumaanisha ya kwamba sio kwamba Kristo ana utawala. Utawala wake ushaambiwa kwenye Danieli 7 ya kwamba ni utawala wa milele. Kwa hivyo utawala huo ako nao tayari. Na sheria ya kutawala tayari ipo. Tumekuwa tukizungumzia kwenye mada ya asubuhi, nimesikia tukizungumzia. Bali kile ambacho Kristo hana ni watawaliwa. Na watawaliwa hawa ni mke wake. Yeye ndiye ambaye hana mke wake. Yaani mke ndiye ambaye bado hajafanya kitu gani? Hajajiandaa. Sasa sijui kama hajawa tayari, hajachukuliwa. Lakini nafikiri kuna lugha fulani hapo ambayo mnanielewa ninachokimaanisha hapo. So tunapozungumza haya yote, pointi yangu ya msingi ni kwamba mfano wa hekalu basi tunaweza fanya kitu fulani ambao ningelipenda tuifanye kidogo kabla tuone kitabu cha Malaki 3. Okay? Naomba tuende hapa. Kwa hiyo bwana harusi unapomuona anapoenda kuchukua bibi harusi ni mwisho wa ndoa. Mwisho wa nini? Ndoa. Ni ndoa, ni mchakato wa ndoa. Mchakato wa mwishoni mwa harusi. Mwishoni mwa tukio la harusi ndipo anampata bibi harusi. Ila ndoa si maisha ya bibi harusi na bwana harusi, ndio inakuwa ndoa. Sawa. So pointi yangu hapa, mimi singelipenda tuingie kwa choko ni hizo nyingi, but pointi yangu hapa ni kazi inayofanyika hapa ni kazi ambao bwana harusi anaenda kumchukua nini? Bibi harusi. Lakini hawezi enda kuchukua stranger. Kwa kifupi na maanisha kwa Kiswahili kwamba hawezi kuenda kuchukua mtu ambaye ni mgeni. Mambo mataifa, achana na ile ya jana sasa. Turudi katika ndoa. Wangapi ambao hawajapata bibi hapa? Inua mkono niwaone, tuwaombee. Asante, na waona hapa. Hauwezi enda Dar es Salaam kampata mwanamke alafu kusema ninakuoa, haiwezekani hivyo, sio? Kwa hivyo hauwezi tangulia kuingia hapa kabla hamjaanza hapa. Si ndio maana yake hiyo? Hapa mnapoanzia panaitwa namna gani? Outer court. Lazima muanzie kinachoitwa courtship. Lazima muanzie uchumba. Sio? Lengo la uchumba ni nini? Na summarize, lakini baadaye tutaingia kipengele baada ya nini? Kipengele. Lengo la outer court unaipata kwenye mfumo wa courtship ya wawili wanaotaka kuoana. Kwenye mfumo wa courtship kinachotendeka kule ni kipi? Sasa napozungumzia courtship, sizungumzii courtship katika mtazamo wa dunia. Nazungumzia uchumba kulingana na mtazamo wa nini? Wa Biblia. Kinachotendeka katika courtship ni watu wawili wanataka wajuane. Sasa napozungumzia kujuana, nazungumzia wafahamiane. Yaani afahamu moyo wa huyu, napenda hiki, hapendi hiki, njia zake ni hizi, njia zake sio hizi. Na wewe pia ufanye kitu gani? Uelewe, sio? Huu ndio wakati ambapo bwana harusi anataka adhihirishe upendo wake kwa nani? Kwa mke wake mtarajiwa, sio?
wanaingia katika mchakato wa uchumba. Tunaona vizuri? Ni baada ya uchumba umeendelea kutoka hapa, ndiposa mwisho wa safari ya uchumba Mungu anatamani kuwe kitu gani? Harusi kufungwa. Sawa? Kwa hivyo patakatifu mno, kazi inayofanyika pale ni Kristo siku ya kumalizia anataka aunganishwe na nini? Na bibi harusi. Ndiposa Danieli 7:13 inasema ni hukumu katika mfano wa Waisraeli. Kazi iliyokuwa inafanyika hapa ikapatiwa jina inayoitwa namna gani? Wakawa kitu kimoja, at one ment. Hiyo sanctuary imeeleweka? Imekuwa simple? Mmenielewa? Hamnielewi? Naomba nirudi nyuma kidogo tena. Wanapotoka kwenye courtship, huu ni uchumba. Lengo la uchumba ni mioyo ya wanadamu na Kristo Bwana wao inaofanya kitu gani? Inaovutana. Sawa? Wanapoendelea kuvutana, yani kuvutana simaanishi kwamba huyu anavuta kwenda huku, yani wanakaribiana, sio? Lakini hawajakuwa kitu kimoja. Wakati wa kuwa kitu kimoja ni wakati ambapo sasa ndoa inaenda kufungwa, wakati ambapo mwana Kristo anaenda kwa baba yake. Sawa? Kwa hivyo kwenda kupokea mamlaka kule, anaenda kumpokea anayeitwa mtawarwa. Si kama nimesema Kiswahili hicho? Mtawaliwa. Basi nifafanue kitu fulani. Kwenye ufalme wa Mungu, hii itakuwa tu sio topic yangu, but ni vizuri niimenye. Mathayo 3:17. Kristo anapobatizwa, Baba aliamua kumtangaza mtoto wake na mwana wake, akasema huyu ni mwanangu nipendezwaye naye. Wakati mwingine, wakati ambapo ni mlima ule wa Mbaraka, kama ni mlima wa Mbaraka unaitwa Mount of Transfiguration, wakati ambapo Kristo anawachukua wanafunzi wake watatu. Okay, sawa. Wanapoenda kwenye mlima pale, wingu linamfunika na sauti baada ya hapo wanasikia inasema, huyu ni mwanangu, msikilizeni yeye. Mara nyingine ambayo Baba anaongea kutoka mbinguni ni mara ya mwisho kabisa, wakati ambapo Ufunuo anasema ya kwamba atatangaza nini? Saa, majira na siku ya kuja kwa nani? Kwa mtoto wake. Ni mara 3 tu pekee Baba kwenye sauti anaongea kutoka mbinguni. Hamna mahali pengine. Umeelewa vizuri? Ni mara ngapi? 3 tu. Kristo anaposema ya kwamba hata mwana mwenyewe hajui saa, sijui kama mnatafsiri vipi, hamaanishi kwamba hatajua muda ambao baba yake atakuja kumtuma. Anamaanisha hata yeye mwenyewe hana jukumu la kutangaza siku ile. Amen. Sio kwamba hajui. Kwa maana yake tunaambiwa na yeye mwenyewe kitabu cha ni Mathayo 10:30 anayesema, Yohana 10:28 kwamba Baba na mimi tu kitu kimoja. Ni 10:30 Yohana. Kwa hivyo hawezi kuwa kimoja na hajui mapenzi ya baba yake. Anajua mapenzi ya baba yake, lakini kuna moja ambayo hana mamlaka ya kuitangaza. So ndiposa itafika siku moja Baba mwenyewe atakapowatangazia wale hesabu ya ila wanaoitwa 144,000, atawatangazia saa, majira na siku hasa ambao Kristo anafanya kitu gani? Lakini pointi yangu hapo ni kwamba Baba anazungumza kutoka mbinguni kwa sauti mara ngapi? Mara 3, sio? By the way, unajua sio accident. Ni mambo ya muhimu kwa roho yake, akaamua huu ndio wakati ambao mimi nitaamua kuongea. Wakati mwingine wote anaongea kupitia Kristo au kupitia Kristo na manabii. Yaani Kristo anamwambia Kristo, alafu Kristo anaambia manabii, wanaambia wanatuambia, na wewe unaambia mwenzio. Sio? Lakini katika kumdhihirisha mwanawe, aliona ni vizuri amdhihirishe yeye, na alipomdhihirisha jinsi alivyomtambua, hakumtambua kama mfalme mwenzangu. Alimtambua kama nani? Mwana. Huyu ni mwanangu. Pointi yangu ni gani ya msingi hapo? Katika ufalme wa Mungu, ufalme ule nature yake ni ufalme wa kifamilia. Hii ndio pointi yangu ya msingi. Katika ufalme wa Mungu hatuna ufalme wa kitawala ya kimataifa. Yana kwamba unajua, sijui kama mnafahamu, mapenzi ya Mungu tangu kitambo, ufalme wa dunia hii ilikuwa inafaa iwe katika familia. Adam na familia yake, ufalme huo. Naye Seth alifaa awe na nini? Na familia yake.
ni makosa yaliyotendeka baada ya dhambi, wanadamu walipoanza kujiunganisha pamoja na kutafuta mtawala mmoja, mfalme juu. Hiyo ndio tatizo ambalo Mungu analikemea katika mfumo wa ibada na mfumo wa matengenezo ya mfumo wa uongozi kanisani. Sijui kama mnanielewa chamaanisha hivi. Mfumo wa uongozi kanisani, hiyo sio point yangu jamani, ni mfano naotumia ndio mnielewe. Kanisani unaokuwa na mfalme ambaye mnamuita president, au unakuwa na mfalme anayeitwa whatever jina utampatia, mmoja anayetawala kanisa kutoka juu kuelekea chini, ni mfumo asi. Sio kwa maana tu Mungu amesema, ni kwa maana huwa haikuwa mpangilio wake tangu mwanzo ufalme wowote ule uwe na mtu mmoja kuelekea chini. Ulikuwa ni ufalme wa kifamilia. Ni uasi uliokuja baada ya dhambi kuingia, wakati ambapo wanadamu walianza kujikusanya pamoja kuelekea ule mnara wa Babeli, ndiposa wawe na mtu mmoja wapi? Juu. Mnaelewa vizuri? Kwa hivyo namaanisha hivi, ufalme wa kimbingu ni ufalme unaojengwa juu ya thamani ya familia. Na thamani ya mtu kwenye ufalme ule, currency yake sio mali na nayo ya kuwa nayo. Currency yake ni kile ambacho anaunganishwa nacho na baba yake. Yaani value na thamani ya Kristo sio yale aliyoyatenda. Hajasema kwamba huyu ndiye aliyefanya maajabu ya ulimwengu. Hajasema hayo. Hajasema huyu ndiye aliyepasua bahari ya Shamu. Hajasema hayo. Hajasema huyu ndiye ambaye una uwezo kutembea juu ya maji. Hajasema hayo. Hajasema kwamba huyu ndiye ambaye mwenye uwezo wote kando na mimi. Hajasema hayo. Alisema huyu ni mwanangu, naye pendezwa nao. Value and identity katika falme ya Mungu ni unavyotambuli ni uhusiano wako na yeye, na uhusiano wako na yeye ni kwamba wewe ni mtoto wake. Hiyo ndio inayotosha. Kwa hivyo hatupati thamani yoyote kwa matendo yoyote tunayoyatenda. Thamani yetu ni kwamba mimi ni mtoto wa nani? Ukisoma ule mfano vijana wawili, yule kijana mmoja aliyebaki nyumbani na mmoja akaelekea kule kuchafua mali ya baba yake. Aliporudi alibaki kuwa nini tu? Haikujalisha alikuwa kwenye matambara, sio? Alibaki kuwa mtoto ijapokuwa kwenye mavazi ya nini? Machafu, lakini hakubadilika kuwa nini? Mwana. Baba yake alipomkimbilia hakumwambia nenda kaoge kwanza before nikupatie busu. Pointi yangu ya msingi ni kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme wa nini jamani? Wa kifamilia. Kwa hivyo hiyo ndio inayotupatia thamani yoyote. Kwa hivyo unapomwona Kristo anaingia patakatifu kupatakasa, anachoenda kufanya kule, anaenda kupokea ufalme, na ufalme ni familia. Kwa hivyo anaenda kupokea nini? Familia. Hiyo familia inatoka kutoka kwa nani? Duniani. Kutoka kwa si wapi? Kwa nani? Familia ni ya mume. Familia na nani tena? Ama inakuwa na nani? Familia ni ya mume ambaye ni bwana harusi na mke ambaye ni nini? Hiyo ndio familia, si ndio maana yake? Kwa hivyo anapoenda kupokea familia, aende kupokea si familia. Anapoenda kupokea ufalme, aende kupokea kitu cha ajabu. Anakupokea mwanamke ambaye sheria yake imeandikwa wapi? Ndani ya mioyo wake. Hiyo imeeleweka vizuri? Sawa. So kama hiyo imeeleweka, sasa ndio maana sasa tunafaa tukishapata principle hiyo, tukishaelewa hiyo, inatusaidia tu kupata picha ambayo ni kwenye summary, lakini sasa vipengele kuvimenya vinakuwa vingi. Sio kama nielewa vizuri jamani. Kwa maana yake ya kwamba atonement ni mwisho wa bwana harusi na bibi harusi kuunganishwa wawe nini? Kitu kimoja. Kwa hivyo kuunganishwa siku ya mwisho hapa ni wakati ambapo Mungu anaunganisha Kristo na watoto wake walioasi. Wamekuwa wakitoka kutoka huku taratibu, wamefika mahali sasa wana kukua kitu kimoja, sio katika kimwili lakini katika nini? Katika akili. Now, pointi yangu hapo nadhani imeweza kueleweka. Kabla ya hapo basi tukumbuke matukio yale tena, tusije tukayasahau kwenye mambo hayo mengi. Yalikuwa mangapi? 4. Ya kwanza Danieli 8:10. Ya pili Danieli 7:13. Ya tatu Malaki. ya mwisho Mathayo 25. Haya, sasa sikizeni vizuri. Unaposoma Mathayo 25 unazungumzia hudumu ya patakatifu mno. Sawa? Kwa hivyo unapopata tatizo ya kwamba kuna wao wasio na mafuta, ni tatizo la wapi? Ndio unajua ya kwamba mafuta ya taa ziko hapa, sawa?
Lakini yale mafuta lengo, tunajua mafuta ni nini kwenye Biblia. Naomba mnisaidie niposa mafunzo yasikue marefu sana. Kwenye maandiko mafuta yanazungumzia nini? Roho Mtakatifu. Na taa, kitabu cha Zaburi 119, taa neno la Mungu, sio? Wanawali hawa 10 walikuwa na nini? Na taa lina mafuta. Lakini wapumbavu hawako na mafuta ya nini? Ya ziada. Pointi ya msingi pale, Kristo anawakilisha ya kwamba ijapokuwa walikuwa ni wanawake ambao hawajanajisiwa, ndio maana ni wanawali, sio? Walikuwa na imani iliyo nini? Safi. Jamani, mnaelewa na watu matengenezo? Imani yao haikuwa imechafuliwa, lakini kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kimekosa kwa wapumbavu wale. Ilikuwa ni nini? Mafuta, sio? Mafuta haya tunawazungumzia. Ukisoma kitabu cha Christ of the Clay, tutaisoma taratibu baadaye. Hii tu ni kusummarize ndipo tupate picha ndefu itusaidie kuweza kuelewa mada hii inaelekea wapi. Tunapozungumzia mafuta yale, unaposoma kitabu cha Christ of the Lesson, anasema ni wakati tu ambapo Roho Mtakatifu ameingia katika maisha ya mtu, ndipo neno litakuwa la msaada, la maana kwake. Kwa maanake watu hawa walikuwa na nini? Na neno lililo safi, lakini neno hili halikuwa wapi? Ndani ya maisha yao. Naomba tukumbushane, tulipokuwa tunaanza, wito wangu ulikuwa na misingi miwili. Ya kwanza, Kristo anitakase moyo wangu. Cha pili, nisije nikawa na nini? Na nadharia ya kweli, lakini kweli lake haiko wapi? Hapo mwanzo kunielewa? Basi kama umeshaelewa mpaka hapo, ninaomba tuende Malaki 3. Tukishaingia Malaki 3, itakuwa sasa ni rahisi kuelekea katika kuangazia baadhi ya vitu ambavyo nafikiria vitakuwa ni vya maana katika kanuni hizi. Malaki 3 mstari wa kwanza inasemaje? By the way, nina swali. Anasema kidogo tu. Nina swali. Mtu anapoenda kufunga pingu za maisha, anafunga pingu na mtu au jengo? Na mtu. Na mtu. Anafunga nini? Mnacheka. Unapoenda kupata nyumba, unapata mtu, jengo? Mtu. Ni mtu. Sawa? Haya. Kwa hivyo bwana harusi anapokuja hapa anakuja kufungwa pingu na mtu. Hiyo iko sawa? Amen. Hiyo iko sawa? Amen. Na watahadharisha kitu fulani hapa. Kwa hiyo anaposema kufunga mpingu, hiyo ambayo ni atonement, ambao ni sawasawa na utakaso, ni jengo linatakaswa au ni mtu? Ni mtu. Hapo nimeingia kwenye heresi ama hapo niko sawa? Uko sawa. Niko sawa? Mpaka hapo niko sawa. Kwa hivyo Kristo anapoingia kutakasa hekalu, kitabu cha Danieli 8:14, focus ya wanadamu wote inafaa kuangalia mawazo yao kwa jengo mahali. Sasa hapo niwapatie tahadhari. Yes. Kicho unachokisema, ninaomba tunaosikiliza wanamkutana tuelewe. Si tumesikiliza mwanzo? Ila mwalimu, tafsiri tulizo nazo, ile Danieli 8:14, kuna nyumba inayotakaswa. Ndio uelewa ambao tumekuwa, ila msingi ulio ujenga uko imara. Pale inaonekana tunauelewa ambao uko kinyume. Sawa, asante kwa kusisitiza hiyo. But niwakumbushe caution niliyoipeana jana. Nilisema hivi, mtu asije akasema nimesema hamna hekalu wapi? Mbinguni. Mnakumbuka zile caution zangu za jana? Sasa nafikiria mnaelewa mbona nilizipeana jana. Sawa? Nilizipeana kwa maana yake mahali tunapoelekea, tunaelekea mahali ambapo kunawezekana kwa urahisi sana kutoeleweka. Yaani sio kwamba hautakuwa umenielewa, yaani point yangu ni hii, yaani inawezekana conclude kitu ambacho sikimaanishi, ukahitimisha hitimisho ambalo mwalimu hamaanishi. Sawa? Kwa hiyo hapa lengo ambalo niwapeleka kwenye nukuu ile, msisahau Great Controversy 4:26. Lengo langu kupeleka pale ilikuwa hiyo, kwamba wakati tunapozungumzia kuhusu utakaso wa hekalu, unazungumzia sawasawa kitu kinachoitwa hukumu ya upelelezi, ambao ni sawasawa na Kristo kwenda kumchukua mke.
So kama anataka kufunga pingu ambao ndio atonement, pingu hii nayo anataka kufungwa sio na jengo, bali ni nini? Na bibi harusi. Sawa? Hapo ndo kuna swali la Oscar jana, kwamba nikaona nini Yerusalem, ndio swali lile. Sasa hapo naomba tu taratibu tuelekea pale, lakini kabla ya hapo naomba tusikue katika tension, tusikue katika nini, tusikue katika wasiwasi, tutulie tu taratibu. Sawa? Naomba hiyo tuiweke pending. Nataka turudi wapi hapa? Sawa? Naomba tu yani usiwe na wasiwasi wowote, yani just relax tu, tutembee taratibu. Kile ambacho unaona kimenyooka wewe chukua hicho. Sawa? Usiwe na wasiwasi yoyote. Malaki 3:1 nasemaje? Angalieni na mtuma mjumbe wangu. Angalieni na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta, naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu ghafla. Atalijiria hekalu ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano. Yule mjumbe wa agano mnayemfurahia. Komea hapo. Kwenye kitabu cha Great Controversy 426 paragraph 1 alisema matukio yalikuwa mangapi pale? Yanayozungumzia kitu kimoja. 4. Ya mwisho ilikuwa nini? Ujio wa nani? Turudi kwa ile nukuu. Niwaambia hatuna haraka yoyote. Bora tu tumepata kanuni zilizo nzuri kwenye msingi. Great Controversy alikuwa shafungua 426 paragraph 1. Nasemaje? Pambano kuu. 6 inasema hivi. 426 aya ya kwanza. Nasema hapo mwanzo hiyo page ya Kiingereza ya Kiingereza. Wewe ushaipata? Haya, soma. Basi soma wewe. Kuja kwa Kristo. Kuja kwa Kristo, Anasema kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno kwa ajili ya kupatakasa patakatifu kumeelezwa katika Danieli 8:14. Kuja kwa mwana wa Adamu kwa mzee wa siku kama ilivyoelezwa katika Danieli 7:13. Na kule kuja kwa Bwana hapo, na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake. Katika hiyo sentence hiyo, kule kuja kwa Bwana wapi? Katika hekalu lake. Kuliko tabiriwa na Malaki. Kuliko tabiriwa na Malaki. Yote ni maelezo ya tukio moja. Naomba ukae. Turudi Malaki 3 sasa, tu confirm ni hapo sio hapo. Mtu anisomee mstari wa kwanza. Angalieni na mtuma mjumbe. Angalieni na mtuma mjumbe wangu. Na angalieni na mtuma mjumbe wangu. Naye ataitengeneza njia mbele yangu. Huyu mjumbe anayetangulia kuja kazi yake ni kutengeneza njia. Sio? Amen. Haya, baada ya hapo lengo la kutengeneza njia ni nini? Naye Bwana sasa sikiza. Usikae, usiogope kusimama. Kuna kitu cha kwanza naomba kusisitiza. Kuna mjumbe anayetumwa wa kuandaa nini? Njia. Alafu na baada ya hapo naye huyu anayezungumziwa naye ni yule mjumbe? Ni mwingine. Haya, sawa, tuende mbele. Naye Bwana mnayemtafuta atalijiria hekalu. Mnayemtafuta baada ya njia kuandaliwa, naye mjumbe naye Bwana mnayemtafuta. Asante. Naye Bwana mnayemtafuta, ile ya Great Controversy ile. Naye Bwana mnayemtafuta atalijiria hekalu lake. Ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano. Naam, yule mjumbe wa agano. Kuna wajumbe wangapi hapo? Kuna wajumbe wangapi hapo? Wajumbe ni wawili. Mjumbe wa kwanza ni yule anayeandaa nini? Njia. Haya, anayekuja kama Bwana naye pia anaitwa mjumbe. Sawa? Huyu mjumbe wa pili ndiye anayeitwa Bwana, anayerijiria nini? Hekalu lake, sio? Ambao tumeambiwa ni matukio sawa na yale yote ambayo tumeyazungumzia hapo wapi? Hapo awali. Anapokuja huyu mjumbe anakuja kufanya nini? Mstari wa pili, soma hapo. Mstari wa pili anasema.
Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Sasa nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Kuja kwake wapi? Au ni nani? Siwe haraka, taratibu tu. Nikiuliza swali na ngoja darasa inipe jibu. Amen. Mstari wa pili, nani atastahimili kuja kwake? Ndio swali tunaulizwa, sio? Mimi nikaongeza la pili, kuja kwake wapi? Katika wapi? Hekalu lake. Mbona swali linaulizwa? Kwa sababu tuende mbele. Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Wapi? Kwenye hekalu lake, sio? Kwa maana yeye ni mfano wa Kwa moto. maana yeye ni mfano wa moto, wa mtu asafishaye fedha. wa mtu asafishaye fedha. Ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Sasa sikiza. Kwa hiyo swali linapoulizwa nani atastahimili kuja kwake, ni kwa sababu ni sababu gani nao swali liulizwe? Ni kwa maana huyu mjumbe anayekuja anakuja kusafisha. Sawa? Tunaona vizuri? Anakuja kusafisha. Na ndiyo maana tunaambiwa ya kwamba yeye ni kama nini? Moto. Kama moto. Lakini ya kwanza ilikuwa nini jamani hapo? Hebu tu confirm. Lakini ndio kama moto. Ya kwanza ndio kama moto, Kama mfuaji. na ya pili ni kama mfuaji wa nini? wa nguo. Anayefua nguo. Kuna aina ngapi ya ufuaji hapo? Ya usafishaji hapo? 2. Ziko 2. Ya kwanza Mtu anayesafisha fedha. ya kwanza ni ya moto, ya pili Mtu anayesafisha nguo. yanayosafisha nguo. Twende na vizuri. Usafishaji unaoona hapo, huyu ambaye anakuja kuifanya ni aina ngapi? 2. Ya kwanza inasema yeye ni mfano wa moto. Okay, kwa hivyo usafishaji wa aina ya kwanza, chombo kinachofanya ni mfano wa moto. Haya, ya pili ni mtu mfano wa sabuni. Mtu afuaye nguo. Unafua nguo na nini? Haya, sasa swali, kati ya maji na sabuni na kati ya moto na sabuni na maji, ni gani ambayo ikisafisha inasafisha kweli kweli? Moto, sio? Okay, angalieni hapa. Kuna nini hapa? Kuna maji. Na kuna nini hapa? Kuna moto. Na huku ndani pia kuna na moto, kwa ina moto. Kuna moto pia, sio? Okay. Mbona wapeleka hapo? Mwalimu usichoke kusoma. Tuelekee, bado hujamaliza. Niendelee. Naam. Mstari wa 3. Naye ataketi kama asafishaye fedha. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa. Naye ndio point nataka sasa tutoke nayo. Na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi. Naye atawatakasa wana wa nini? Wa Lawi. Kwa hivyo anapokuja kwenye hekalu lake kutakasa na moto na sabuni, anakuja kusakasa aina ipi ya hekalu? Wana wa Lawi. Anasema ni wana wa Lawi, ina maana ni watu ndio wahusika. Watu ndio wahusika. Hapo inaeleweka vizuri? Kwa hivyo Kristo anapokuja kwenye hekalu lake kusafisha, lengo lake ni kusafisha nini? Wana wa Lawi. Hiyo iko sawa? Sasa tatizo lililo hapa ni moja. Kuna mahali shetani ametuadaa kama Waadventista. Ametuadaa wakati ambapo tuliposoma hekalu linafunguliwa na kazi ya patakatifu inaanza, akatransfer mawazo yetu yote mahali pengine isipokuwa mahali husika. Sasa mwalimu anasemaje vitabu vikafunguliwa? Sio? Maswali yanaanza kuibuka, sio? Nikaona vitabu vikafunguliwa. Majina yakakubalika, yakakataliwa. Sio? Naomba tukae kidogo mtumishi tunapoendelea. Naomba turudi kitabu cha Malaki 3 tena pale. Tuanze mstari wa kwanza. Naomba kusema hivi, kuna wajumbe wawili wanaohusika kitabu cha Malaki 3. Mjumbe wa kwanza ni yule anayeandaa njia kwa mjumbe wa pili. Amen. Sawa? Ukisoma kitabu cha Mathayo 3, ndiposa unapata mjumbe wa kwanza akajitambulisha. Akasema mimi ndimi yule aliaye wapi? Nyikani. Ninayeandaa njia
sio? Amen. Anayeandaa nini? Njia. Anayeandaa njia, sio? Amen. Baada ya njia kuwa imeandaliwa, ndiposa mjumbe mwingine anayeitwa Bwana anafanya kitu gani? Anakuja. Tunaelewana vizuri? Amen. Naomba hapo kidogo kila mtu anyoshe uso tuangalie hapa. Kwa hiyo ikiwa Kristo anawakilisha kuja kwa hekalu lake, ni kazi ya huku, sio? Kazi ya huyu mjumbe wa kwanza kuandaa njia utaiweka wapi? Takaa huko. Hiyo inaeleweka vizuri? Kwa hivyo kazi ya Yohana ni sawasawa na kazi ya wapi? Huku mwanzo. Ya huo wa nje, ambayo ni kuandaa njia kwa ajili ya Bwana kuja, sio? Kwa hivyo kazi ya hapa uani kwenye nikumbusheni ile jina la Ufunuo, behewa, hilo neno nalipenda hilo. Kwenye behewa, kazi ya behewa ni kuweka akili ya mwanamke iwe katika hali ya kujiandaa kwa nini? Kwa harusi, sawa? Sasa hapo mwalimu namaanishaje? Namaanisha hivi, kumbukeni jana wanadamu wote tunawakilishwa kuwa ni watu wa mataifa tuliokuwa tunatoroka nani? Bwana, sio? Kwa hiyo kabla akuja tuwe kitu kimoja, aanze kutusafisha, lazima aanzie kwenye uchumba. Amina. Sio? Lazima aanzie wapi? Kwenye uchumba. Kwenye uchumba. Ndiposa Kristo, ama kidogo tu twende taratibu. Naomba tena kidogo tuangalie kitabu cha Yohana 12 mstari wa 32. Yohana 12 mstari wa 32. Nasemaje? Yohana 12 32 anasema. Haraka jamani. Anasema nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Niendelee. Anayezungumza maneno hayo nani? Ni Yesu. Nami nikiinuliwa juu nitafanya kitu gani? Nitawavuta wote kwangu. Kwa hivyo Kristo, tukojua kuinuliwa inaozungumziwa hapa inafananishwa na ile ambao Musa kainua nyoka wa nini? Washaba. Alipoinua nyoka wa shaba, Waisraeli walipoangalia wakapona, walioamini. Sio? Lengo la Kristo kuinuliwa hapa nje kwenye msalaba, lengo la yeye kuinuliwa ndiposa avute nini? Wengi. Avute wanadamu wote. In fact, by the way, sijui kama mnajua neno hilo wote hatufai kusema wanadamu wote. Ukiangalia English zilizokuwa zinatofautisha maneno yaliyoongezwa na hakuongezwa, neno binadamu limeongezwa. Neno wanadamu limeongezwa, halipo pale. Inafaa iseme if I be lifted up from the earth will draw all. Nasema hivyo kwa Kiswahili? Haina wanadamu. Lakini ukisoma Kiingereza, asa King James Version inaongeza men. Kuna reason pale. Reason ya King James ni kwa maana King James waliokuwa wanaitafsiri wao kwenye mawazo yao, kifo cha Kristo kinalenga watu. But uhalisia wa roho ya Bwana ilipokuwa inavuvia aliyekuwa anaandika, wanaovutwa na kifo cha Kristo sio watu tu. Wakolosai anatuambia kwamba hata vyote vilivyo wapi? Vilivyo mbinguni. Lakini hiyo sio point yangu kwa sasa, lakini ni vizuri kusisitiza hapo. Kwa hivyo kifo cha Kristo ni kuinua, anapoinuliwa ni avute watu. Lengo hilo ni kumaanisha Yohana 3 kabla afike hapa, alikuwa amesema 16 ya kwamba Mungu akapenda ulimwengu akamtoa mwanawe ndiposa yeyote amwaminie. Maana ya kuamini ni kuwa na tumaini na mtu. Amen. Ni kuwa na trust na mtu. Na unapomkimbia mtu kwa maana ya ile giza ambayo ime kwenye mawazo, haumuamini. Sio? Adamu na Hawa, unaposoma kitabu cha Mwanzo kama sijakosea Mwanzo 3, matatizo yalipoanzia
Shetani alileta mashaka kwenye mawazo ya Hawa, na Hawa akatumia kama chombo, akaweka mashaka kwenye mawazo ya nani? Ya Adamu. So tangu wakati ule sisi sote tuliozaliwa na hawa wazazi wawili tumerithi akili ambazo zina uadui na nani? Na Mungu. Na ndio maana Warumi 8:6 nasema ya kwamba nia ya mwili ni nini? Ni uadui. Mahali ambapo uadui hupo hamuna kuamini mtu huyo. Sio? Kwa lengo la msalaba lilikuwa ni kwamba linaposimamishwa msalaba aweze kuvuta wanadamu. Huo ni kumchumbia mwanamke. Naomba nirudi nyuma kidogo. Kwenye maandiko ufalme wa Mungu sio mara moja umefananishwa na mambo ya familia. Kwa mfano, ufalme wa Mungu kwa mfano kitabu cha Mathayo 22. Mstari wa 2. Nasemaje? Anasema, ufalme wa mbinguni umefanana, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae harusi. Aliyemfanyia mwanawe nini? Harusi. Nao listen kidogo. Ukisoma kitabu cha Mathayo vizuri, mwisho Kristo anapomaliza kazi, alilenga sana kuzungumzia practical issues za wokovu anapomalizia, na alitumia mifano mingi ya ndoa. Na ndio maana unapata ya kwamba kuna mahali pengine huyu mfalme huyu tunayemsoma hapa alienda mapema kwenye ile chumba cha harusi kukagua. Kukagua nini? Wageni walioingia harusi. Kwa kama wana nini? Hiyo ni kazi ya wapi? Ya patakatifu. Hello? Ni kazi ya wapi? Patakatifu. Ya patakatifu. So unapopata yule bwana anapoandaa harusi, anapoingia kuchunguza, hii ni kabla ya sauti ile isikike ya kwamba tazama bwana harusi yuaja. Kumaanisha kabla ya pingu ifungwe mwisho kabisa kati ya Kristo na bibi yake, bibi harusi, lazima kuwe na upelelezi wa mavazi ya wale wanaokaribishwa. Sasa swali, wanaokaribishwa ni akina nani? Wanaokaribishwa ni akina nani? Hebu nisaidie, wanaokaribishwa ni akina nani? You know, Biblia by the way sometimes inakuwaka kama ni mzunguko fulani. Usipokuwa makini na Biblia za kuchanganya. Kwa maana yake sometimes ina mzunguko fulani mwingi sana. Kwa maana kuna pahali pengine bwana fulani tajiri. Kama sijakosea ni kitabu cha Luka 14. Aliyekuwa ameandaa karamu na vitu vyote vilipokuwa tayari, akatuma ujumbe. Akasema, tazameni vitu vyote viko nini? Viko tayari. Njooni kwenye meza yangu. Wakatoa hudhuru. Mmoja akasema, ng'ombe wangu. Mimi na ng'ombe, mwingine. Sasa ukisoma kitabu cha Christ Object Lesson kuhusu kwenye parable ile, anasema ya kwamba wito wa kusema njoo vitu vyote viko tayari ni kutumwa kwenye injili kunapohubiriwa. Yaani injili inapohubiriwa ni invitation inatumwa. Ni mwito unatolewa. Ni mwaliko unafanya kitu gani? Unatolewa. Kwa hivyo injili inapoenda ni mwaliko unapelekwa, ndiposa watu waje kwenye nini? Ni harusi. Kwa hivyo kwa maana yake wanaoitwa waje ni wageni. Sio? Na hawa wanaopelekewa injili si ni nini? Wanadamu. Kwa hivyo wanadamu wanapowakilishwa kwenye fumbo lile, wanawakilishwa kama wageni. Sawa? Sasa tatizo lingine kwenye point hiyo ni kwamba kuna pahali pengine hawa wanaoalikwa kama wageni wanawakilishwa kama bibi sasa. Unaelewa vizuri? Kwa mfano, naomba tuende kwenye kitabu cha Luka 1:27. Luka 1:27. Luka 1:27. Nasemaje? Anasema, kwa mwanamwali bikra aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mambali ya Daudi. Wa mbali ya Daudi. Maana ya kupozwa ni nini? Kuchumbiwa. Kuchumbiwa. Hiyo inamaanishaje?
Yaani naomba tuitafune vizuri, tuiweke simple. Kwa maana yake mimi kwenye akili yangu naelewa maana ya hiyo kuchumbiwa. Kupozwa. That we simplify what that inamaanishaje practically. To be espoused practically means what? Kwenye usicomplicate. Kwenye uhusiano tu wa watu wawili wanaochumbiana, to be betrothed ni maanisha yake nini? Ni kwenda kwa mwanamke apatane naye kwamba naomba nikuoe. Halafu mkishakubaliana mnatangaza. Kama kutolewa mahali. Unaweza mshauri Pascal aenda mtolee mahali stranger. Leo hii yangu tutoe mahali. So inaanzia before mahali, so inaanzia wapi Oscar? Lazima ianze wapi? Lazima wewe kama mwanamume au baba ya mwanamume muende wapi? Kwa msichana mwenyewe, sio? Wanapokubali waitikie mtoe nini? Mahari, sio? Kitendawili. Tega. Anayepokea mahari alikuwa ni nani? Mzee wa nani? Mzee wa siku. Mzee wa siku. Ni sawa, ni kweli ni mzee wa siku, lakini wa nani? Wa bibi harusi. Tusipoteze hiyo lugha. Mzee wa siku kwa maandiko ni baba ambaye ni baba ya Kristo, sawa? Lakini kwa familia yako mzee anayepokea mahari ni nani? Ni mzazi wa nani? Naomba turudie, mzazi wa nani? Wa bibi harusi, sio? So gharama ikalipwa ya wokovu wetu. Nani akapokea gharama hiyo? Baba yetu Shetani. Turudi nyuma kidogo. So bwana harusi anapokuja, kuna vitu tusichanganye. Pointi ya kwanza, katika maandiko mahari yanatolewa na mwanaume kudhihirisha kwamba ana shukurani kwamba mumenilelea nini? Binti. Huyu binti, sawa? Kumbuka ile kesi ya Yakobo, kadanganywa. Baba hakuwa tayari kumpea mke. Sawa? Si ndio? Amen. Aliyekuwa nyuma ya roho ile ya kumnyima Yakobo mke nani? Shetani. Shetani, sio? So ijapokuwa kidesturi kupeana mahari ni kuappreciate na wala sio kulipa, ijapokuwa haiwezi fanana moja kwa moja na mchakato huu wa harusi ya patakatifu. Sasa naomba tusipotee mawazo. Kuna vitu tatu navyo. Tunapozungumzia sasa harusi hapo, kumbuka sizungumzi kitu tofauti isipokuwa mpango wa wokovu. Sawa? Tunaelewana vizuri? So kwenye mpango wa wokovu, unapomuona Kristo anatolewa, anapolipa gharama, baba ndiye anayelipa, sio baba ya kijana, sio? Anapolipa gharama, ikiwa utatumia ule mfano wa harusi za duniani hapa, anayechukua mahari au bei ya kuchukua mke ni baba ya nani? Ya binti. Na aliyekuwa ametudanganya akaiba ufalme wetu akauchukua, sasa sisi ni wake ni nani? Shetani. Ni Shetani. Kitabu cha Mathayo cha Yohana 8:40 na ngapi? 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa hivyo baba Kristo anayemtuma, yani baba anayetuma Kristo hahitaji gharama yeyote ndiposa amchukue binti. Amen. Sawa? Hahitaji gharama yeyote, lakini ndiposa huyu binti achukuliwe lazima wagharamike. Na hii gharama inasababishwa na bibi na baba yake. Ile gharama inasababishwa na bibi harusi na huyu baba yake. Sisi Shetani na sisi. Baba yetu ni Shetani. Ili Kristo atukomboe, tunatakiwa Kristo na baba yake wamlipe Shetani ili sisi tuchukuliwe. Lakini hapo kuna kitu cha kuongeza. Anapolipwa awachiri kwa ihari. Ndio maana Yakobo anaibiwa. Anadhulumiwa. Sawa? Point ya msingi ni hii, kwamba Shetani kwa gharama yoyote ile hawezi taka binadamu waokolewe. Nafikiria sijui kama hiyo niachie mwalimu Sipe naendelee. Kuna point fulani hapa. Yaani hiyo ni nzuri sana kwa maanake sijui kama nitaweza kuifikia ama sitaifikia. Kuna kitu fulani kinachoitwa haki bandia ambao Shetani alituvuvia tangu mwanzo kwenye mawazo yetu. Tunavyotafsiri amri ya Bwana
kama mataifa inavyotafsiri, shetani alituletea nadharia fulani ya haki bandia ambayo inatufanya tuone ya kwamba Baba wa mbinguni anahitaji tuadhibiwe kwanza kabla tupokee. Hiyo ndio nadharia ambayo shetani ametufunga nayo. Kwa hiyo Baba anapotusongelea, tunaona ya kwamba ukisoma kitabu sijui kama niifanye ama nisiifanye. Hebu tufanye hivi. Mwanzo, twende Mwanzo pale. Mwanzo, tusome Mwanzo 3. Mwanzo 3 mstari wa 10. Mwanzo 3:10 anasema. Nasema akasema nasikia sauti yako bustanini. Nikasikia sauti yako bustanini. Nikaogopa. Kwa kuwa mimi ni uchi. Nikajificha. Naomba kuuliza swali. Nini? Swali langu ni hili. Mungu alipokuwa anaingia kwenye bustani, Adamu kamuona uso? Hakumuona uso anapoingia? Yani anapoingia tu miguu na skin inaingia. Sawa? Alifika kumuona uso? Hapana. Mbona anakimbia? Alisikia. Kumsikia tu. Sio? Wangapi wanaoamini ya kwamba siku hii Baba anapokuja kwenye shamba, hatua zake zilikuwa zimebadilika, anakuja na hasira, anakimbia kukimbia. Ama hatua zake ni zile za kila siku? Ni zile masaa ya ibada, sio? Kwa nini wanakimbia? Kuna kitu kimeingia kwenye akili. Sasa Baba yule hatua zile za upendo walizokuwa wanakizisikia, moyo unafurahia. Sasa wanapozisikia, hofu inaingia, sio? Yohana akatuambia ya kwamba mahali popote upendo mkamilifu hupo, unatupa nini nje? Hofu. Kwa hivyo nini ambayo imetoka kwenye mioyo ya mwanadamu huyo? Upendo kwa nani? Kwa Adamu. Ama Baba amepoteza upendo sasa. Sasa anapoingia kwenye shamba hana upendo, so wanakimbia. Haiwezekani, kwa maana hata hawajamuona, hata hajazungumza. So kama upendo umetoweka, na kabla ya hapa hakuja kuwa na any communication na Mungu, then umetoweka kwenye mioyo ya nani? Ya wanadamu. Ndio maana Warumi 8:6 nasema ya kwamba nia ya mwili ni nini? Ni uadui. Adui huo uko wapi? Moyo mwa nani? Mwanadamu, sio? So huu uadui unapokuwa kwenye mawazo, wanakuwa na hofu, wanakimbia. Nina swali, hofu hii ni ya nini? Ya shetani. Hofu hii ni kuhusu nini? Mbona wanakimbia? Hofu hii mbona inawakimbiza? Wajua maandiko yakasema ya kwamba mwovu huwa anakimbia na hamna mtu anayemkimbiza. Sio? Lakini kuna yeye anamkimbiza. Anakimbiza na mtu wapi? Yakiri. Sijui tulikuwa tunatembea na nani? Sijui kama ni Mzengoi ya nani. Pale kwa kona yake pale hivi anasema kwamba hapo ukifika hapa kuna hii mnahitaji hii kitu inaitwa hii mti kikato inabaki kwenye kisiki. Kwenye kona yake fulani pale. Yaani hapo ukifika hivi unaona mtu amesimama. Na sio mtu, ni nini? Ni kisiki. So kama wewe ulikuwa na nia mbaya, kwenye ile kona ukishtukia kama huko umejipanga kukua alert, utaona mtu, utaanza mbio. Na anakukimbisha mtu. Hofu. Akili yako, sio? So mbona Adamu na Hawa wanakimbia? Sasa ninachotafuta ni hii hofu iliyo ndani yao, sawa? Kitabu cha Waebrania, twende pale. Waebrania 2. Waebrania 2 mstari wa 14. Waebrania 2:14 inasemaje? Anasema basi kwa kuwa watoto mmeshiriki damu, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nini? Na mwili. Yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo. Ili kwa njia ya lengo la kushiriki mwili na nini? Adamu. Naomba niruke kitu fulani. Alishiriki nini? Mwili na damu. Mwili na nini? Adamu. Nataka mtusikie, turudi hapo. Na yeye alishiriki nini? Damu na mwili. Aha, twende mbele. Soma. Anasema
Anasema ili kwa ajili ya mauti. Ajili ya nini? Ili kwa njia. Ili kwa njia ya mauti. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye. Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Aliyekuwa na nguvu za mauti. Yaani Ibilisi. Ibilisi. Mstari wa 15. 15 anasema awaache huru. Awawache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu. Awawache huru ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu. Sijui kama tumesoma vizuri hapo. And deliver them who through fear of what? Of death. Who through fear of death were all their lifetime subject to what? Bondage. Awaweke huru ambao kwa njia ya hofu ya mauti wamekuwa watumwa maisha yao. Amen. Sa watu hawa wako na hofu ya nini? Mauti. Kwa hivyo hofu iliyokuwa ndani ya Adamu ilikuwa ya nini? Ya mauti. Ilikuwa ya nini? Wangapi ambao tumekubaliana? Hiyo tumekubaliana kwamba hofu iliyokuwa ndani yao inaofanya wakimbie ni hofu ya nini? Ya mauti. Lakini nani aliyekuwa anaingia kwenye shamba? Bwana. Mtu wa nini? Uzima. Mtu wa uzima. So wanapokimbia anayeingia ni Mungu na hofu anakimbia ni hofu ya mauti. Hii hofu walikuwa kwenye akili yao, wanajua inaenda kutoka kwa nani? Ni mauti, ni Mungu. Sijui kama naeleweka. Mungu anaingia kwa shamba, sio? Wanasikia sauti yake. Alafu hofu ya mauti inawaingia. Wanaanza kukimbia. Sasa swali, inamaanisha hii mauti ilikuwa itoke kwa nani? Kwa shetani. Kwa shetani. Wao wali. Kama ilikuwa itoke kwa shetani, sikiza vizuri. Kama ilikuwa itoke kwa shetani na baba yako anaingia kwa shamba, ulikuwa unafaa ukimbie wapi? Baba. Nashukuru umekuja, anataka kuniua. Sio? Lakini unapoona wanamkimbia naye kuja kwa shamba, then hofu hii ya mauti wanamaanisha kwenye akili yao anaenda kuwaletea mauti nani? Ni baba. Ndio maana yake Mungu aliposema ya kwamba kwa hakika ukila utakufa. Wao walitafsiri kwa hakika ukikula utakuwa. So ndio maana wanapomsikia unajua tumekula. Sio? Kwa hivyo kifo chenyewe hakipo kwenye nini? Kwenye tunda. Aliyesema kwamba hakika mkila mtakufa ndiye anayeenda kutuletea nini? Kifo. Ndio maana wanakimbia. So naomba ni kwa njia fupi nipeane wazo langu kuhusu swali la Oscar asubuhi. Mungu anapopeana maonyo kwa maandiko yapo hivyo hivyo. Lakini tatizo ni kwamba binadamu tunapoliwaza na kuliwakilisha, tunawakilisha kwamba yeye ndiye anaenda kuwa chanzo cha kile anachotuhadharisha nacho. Sio kama mnaelewa vizuri. Mungu anapopeana onyo kwamba hakika mkila mtakufa, anapeana tangazo la kile anachokiona kitakachokuwa tukio la kujitenga na yeye ambaye ni chanzo cha uzima. Hamaanishi ya kwamba ukila utakuwa. Hiyo ndio inayokuwa coercion. Lakini anapokuambia ukila utakufa, anakutahadharisha anachokiona mbele, huo ni upendo. Sawa? So Mungu anaposema hivi, kwa hakika yeyote atakayeabudu yule mnyama na sanamu yake, ukitafsiri kwamba yeye ndiye anaenda kuwamwagia ghadhabu, inageuka moja kwa moja inakuwa ni vitisho. Unapozungumza unasema ya kwamba Mungu anaposema ya kwamba wataingia kwenye jehanamu, alafu unawaza kwenye mawazo yako kwamba ni yeye anaenda kuwaweka huko, umetangaza tayari Mungu ambaye anatumia mabavu. Unaandaa akili za watu kumkimbia wakisikia hatua zake. Kwa hiyo maonyo ya maandiko yanamaanisha kile kinachoandikwa pale. Lakini swali, yatatoka kwa nani hayo maovu? Shetani. Nafikiri hiyo ni kesi ambayo ni ndefu, itaendelea baada ya hapo. Nao. Kwa hivyo shetani tangu mwanzo amekumbuka mahali tulipoanzia jana kwamba tumekuwa makafiri na wapagani
kwa maana ya udanganyifu ambao shetani ametuwekea kwenye akili zetu tangu mwanzo. Sawa? Sasa baba anapoingia kwenye shamba, unapomwona Adamu anakimbia, kukimbia kwenyewe kwa mwili inawakilisha kwenye mawazo yake, anatamani amtoroke nani? Kwa hivyo akili hiyo ya Adamu ndiyo mimi na wewe tumeirithi milele kabisa, tunamkimbia Bwana. Naomba kuuliza swali, wangapi ambao mnamtamani kumwona baba? Kwa ishara ya mkono. Si muinua, mnyosheni mkono jamani. Wangapi ambao mnatamani kumwona baba? Na leo saa hii ulivyoinua mkono hivyo asema nateremka saa hii nashuka. Ashuke sasa. Naomba tu tuombe na ashuke. Wangapi ambao mtastahimili kumwangalia? Inua mkono. Yeye akishuka leo utastahimili. Saa hii tunavyozungumza hivi. Sijasema mambo ya kukuwezesha. Sangapi? Ninauliza swali. Kuwezesha sangapi sasa hivi? Yaani unajua kuna vitu vingine vidogo vidogo lakini vya ajabu sana. Mitume walipokuwa wanapokea ujumbe kwa malaika, Yohana mwenyewe alipoteza hata pumzi ya nini? Ya kupumua. Ya uhai. Sio? Baba mwenyewe mwenye utukufu wote akishuka leo. Danieli. Unajua Waisraeli siku moja walimwambia Musa bana. Kwani wewe ndio unayejua tu kuongea? Mwambie afanye nini? Kuja aongee na sisi. Mungu akamwambia Musa, hao unajua hawajajua mimi ni nani, kwa maana yake unajua wamezoea miungu iliyo na masikio haisikii. Iliyo na mdomo haisemi. Iliyo na macho haioni. Kipofu. Kwa maana hiyo kwamba labda wamenifananisha na nini? Na hiyo. Na hao wewe waandae waende waoge. Sio? Amen. Wakishaoga waambie kesho wakuje ninawataka kuzungumza na wao. Lakini kwa maana watukutu weka uzio wapi? Kumlima. Wasije wakafanya gani? Wakakimbia. Wakaingia kwenye mlima mtakatifu wakafa. Na make sure umeweka vijana wawazuie. Unaelewa? Bwana akateremka, tukaambiwa mgurumo za radi. Mtetemeko wa nini? Wakamwambia Musa njoo. Fanya hivi. Sasa nenda wewe nenda ongea naye. Sio? Atakayokuambia uje utuambie. Wewe njoo utuambie. Tukisikia tu hivi yote tutayatenda, sio? Ni nini hii kwenye mawazo yao ambayo imebadilika punde tu hajadhihirika kimwili? Yaani ameshuka tu kwa mlima alafu anaogopa. Hofu ya kifo. Hiyo ndio sababu ambaye binadamu hatujawahi muona Mungu kwa sura. Kwa maana yake kuna uadui fulani, kuna sumu fulani kwenye akili zetu ambazo ukija mbele ya utukufu wa Bwana, sumu hiyo iliyo ndani yetu itachukua advantage hiyo ituangamize. So anatamani kabla hajidhihirishe atutakase kwanza. Amina. Atusafishe kwanza. Anapotusafisha kwanza, aondoe hofu ndani ya mioyo yetu. Na ndiposa aondoe hofu hiyo, lazima kwanza atuvute. Akishatuvuta hatujafika, anaendelea taratibu kutufinyanga. Tunapoendelea kumpenda, ndiposa siku ya mwisho anafanya kazi ya mwisho ya kuondoa uadui wowote, chochote kilichosalia wapi? Hapa ndani tunakuwa kitu kimoja. Sasa ndiposa anapojidhihirisha, then Paulo anasema ya kwamba na tunajua tutakuwa kama alivyo. Kwa hivyo tatizo la Mungu sio kwamba hataki kujidhihirisha. Kuna wanadamu ambao wanafikiria kwamba Mungu yuko na tabia ambayo hataki aonekane. So yeye kila wakati amejifunika, hataki kuonekana. Mimi huwa naamini ya kwamba Mungu anatamani wakati wote tumuone uso kwa uso. Mimi natamani, najua anatamani hicho. Lakini anasema wanangu, najua kuna kitu kipo ndani wapi? Kwa hiyo nikijidhihirisha kwenu mtawapoteza. Sio kwa maanake yeye ana moto unaochoma. Kwa maanake kuna kitu ndani yetu kikiwa mbele ya Bwana
kitatushtaki chenyewe, kitatuangamiza. So anataka ashughulike nacho kwanza, aondoe hofu yote, arejeshe kinachoitwa imani kwa watoto wake. Hebu soma kitabu cha Waefeso. Waefeso, Mtume Paulo anazungumza kuhusu jambo hili kwenye kitabu cha Waefeso 8, Waefeso 2 mstari wa 8. Anasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kupitia imani, na imani hii siyo yenu, bali ni zawadi ya nani? Ya Mungu. Ya Bwana au ya Mungu. Tunapozungumzia kwamba imani si yetu, ni zawadi. Yaani tunapozungumzia zawadi, kumbuka zawadi ambao Mungu ameitoa kwa ulimwengu huu ni zawadi ya Kristo. Na hamna kitu kingine kuna wanadamu wanaoamini ya kwamba bado Mungu ataweza kuokoa wanadamu wengine hata baada ya dunia hii kufunga rehema. Unajua hiyo inamaanisha ya kwamba kuna Mungu kuna vitu ambavyo amesarisha, amebakiza ambavyo mwishoni atafanya kitu gani? Atavitoa. Kwenye zawadi ya Kristo tunaambiwa ya kwamba Mungu alimwaga vyote vya nini? Vya mbinguni. Kwa hivyo kwa udhihirisho wa Kristo, zawadi hiyo ya Kristo ndiyo inayotupatia imani. Namna gani? Inatujengea imani kwa kumdhihirisha Mungu jinsi alivyo. Inaanza kujenga imani taratibu. Kwa yeye Kristo alipokuwa duniani hapa, kitabu cha Yohana 17 anasema kwamba mimi nimetangaza jina lako, utukufu wako nimewadhihirishia. Kwenye utukufu ule alioudhihirisha na alipomuonyesha ulimwengu mzima kifo chake, nasema hivi, hebu rudia kidogo. Alipokuwa anafa kwenye msalaba na akadhihirisha aliye chanzo cha kifo, wakajua tangu mwanzo muuaji ni nani? Ni Shetani. Walipojua chanzo cha kifo ni Shetani na wakaona upendo wa Kristo katika maisha yake yote, wakajua yeye na Baba wako kitu kimoja, then imani ya wanadamu inaanza kufanya kitu gani? Hiyo ndiyo maua anayepea mwanamke wake. Unajua mchumba unapomwenda kumchumbia, Oscar, ulimpatia nini mke wako mara ya kwanza ulipompata? Ulimpa nini? Ulimrukia tu. Lazima utafuta method ya kufanya nini? Wanaume si mnajua? Si mnaelewa? Lazima utafute njia ya kufanya nini? Ya kumkaribia, sio? Wao ushapima kutoka mbali, huyu ndiye nini? By the way, wanawake kama hamjui, mwanamume Mkristo anapokukaribia, anakuambia nataka kuwa mume wako, ashaamua kwenye akili. Mkristo. Sizungumzie makafiri mimi. Mkristo anapokukaribia akwambia mimi nataka kukuoa, huyo kwenye akili ashaamua, kwa maana yake alishakuchagua kwenye akili kabla. Sasa hao yaliyosalia yeye tu ni kukuja akuvute, aanze kujidhihirisha. Ndio maana akupeleka kwenye hoteli, mnakula mikate. Ndio maana ya hamu, kuna mkate hapa ndani. Sio? Mnaingia kwenye meza kushiriki pamoja. Anajenga nini? Uhusiano, sio? Sasa mwishoe upendo unaunganika. Ukishaunganika mwishoe anakuambia tufunge nini? Ndoa. Mnaingia wapi? Watakatifu. Mwalimu. Amani. Hapo hivi kumbe mikate ile pale ndio ile Kwa nini unafikiria ni gani tena? Mbona kama huwa haina nani? Haina nini? Huwa ni kidogo kuliko. Hamna, sizungumzii meza ya Bwana ile ya Pasaka. Tunapozungumzia mkate, kitabu cha Yohana 10 na ngapi ile? Wa Yohana 6. Kwenye yale mazungumzo ya Kristo na Wafarisayo, aliwaambia unajua nini? Musa aliwapatia mkate, sio? Lakini mkate unaopenda uzima ni ule ambaye Baba anapeana, sio? Akawaambia mkate ambao nawapatia wa uzima ni mwili na damu ya nini? Damu yangu. Akasema hii nao ni ngumu. Nani anaweza kula damu ya mtu na nini? Na mwili na nyama yake. Wanafunzi na wao wakaumia ndani ya moyo, lakini hawakumwambia, wakaanza kunungunika, sio? Akawaita kana akawaambia, na nyinyi hii imewakwaza. Akawaambia acha niwaambie sasa wazi wazi. Mwili haufaidi chochote, bali roho ndio inaouisha. Hiyo ni Yohana 6:44. Maneno haya nayo waambia ndio nini? Mkate tunaoshiriki hapa ndani ni mkate neno. Sawa? Neno hili unapolitumia lina uzima.
Uzima huo, neno hilo ndilo linalotutakasa. Yohana 17:17. Watakase na kweli. Maana ndilo Neno lako ndilo nini? kweli. Kwa hivyo utakaso unapofanyika taratibu, Mungu anatumia neno, na hilo neno lazima ushiriki kwenye meza. Ndio maana jana nikawaambia kwamba uko njaa sana, uko njaa kabisa, unakufa njaa, alafu unakaa kwenye meza pale unaangalia chakula kwenye meza pale na macho yako yote. Utashiba? Hapana, lazima ukae pale kwenye meza na ushiriki kula nini? Ukitafune. Hiyo ndio ufanye kwa Kiswahili. Chew. Sio? Ni kutafuna. Ukishakitafuna kiingie wapi? Tumboni. Tumbo iendelee kumeng'enya, sio? Na hata ikimeng'enya, ikiwa kitatoka nje kiende kwa choo moja kwa moja, hakitakunufaisha. Sawa? Unajua baadhi ya Wakristo tuko hivyo. Baadhi ya Wakristo tuko hivyo. Tunakula neno la Bwana na linatoka, inaitwa regurgitation. The meaning of regurgitation, una memorize, unakariri. Nao kukariri sio vibaya, sawa? Una memorize neno, unakariri. Umejaa makariri ya doctrines, lakini halijafanya kitu gani? Kubadilisha tabia. Kuwa nini? Uzima. Kwa sehemu ya maisha. Nazungumza chakula sasa. Unapokaa kwenye meza, unajua hii ni kazi ya hapa ndani. Unapokaa kwenye meza lazima ule chakula, sio? Unapokula chakula unaanza kumeng'enya kwa mdomo, lakini haumalizi. Hiyo ndio kazi ya kutafu. Inapoingia kwenye tumbo inaendelea, sio? Ndio chakula kiwe cha msaada. Lazima virutubisho nini? Sio makapi. Virutubisho vivutwe kuingia kwa mzunguko wa damu. Iwe ndio maisha sasa. Si ndio tunaambiwa kwenye kitabu cha Walawi kwamba kwenye damu ni kuna nini? Kwa hivyo virutubisho vya chakula viwe nini? Kwa hivyo unapoinua Biblia, unainua Biblia kupitia ugali au mchele uliokula ambao umebadilishwa, sio? Ndiposa tu chakula kitakuwa cha nini? Cha maana. Lakini kikishaingia kwenye tumbo, ukitoe jinsi kilivyokuwa, yaani unaenda unasoma maandiko. Ukishasoma maandiko, hauwezi fika ukatumia maandiko yale kwa maisha yako. Wewe tu lengo lako ni ukae usome maandiko, alafu urigurgitate. Yaani uingie kwenye pulpit hapa uanze kutapikia watu. Yaani wewe una ni kweli ni ile na maandiko yale. Unayazungumza kwenye maandiko tu. Unajua Mungu anaga hasira, unatapika kwenye pulpit. Mungu anaga hasira. Lakini wewe unayozungumza virutubishi vya chakula yenyewe haijaingia wapi? Kwenye damu. Wewe una hasira ile ya Mkisii ama ile ya Mkuria, ile hasira ya nani mwingine? Unanielewa vizuri? Alafu nasema unajua Mungu anastahimili yote, anavumilia yote. Unatapika kwa pulpit kabisa. Umeingisha chakula, mkate wa uzima. Jinsi ulivyokuwa unatoka vile vile, haujaingia kwa damu. Hiyo haiwezi saidia maisha yetu ya Ukristo. Ndio tatizo la wanawali wapumbavu 5. Walikuwa na neno, lakini lile neno halikubadilisha liwe mafuta katika maisha yao. Hello. Wangapi ambao mnaisukuma wheelbarrow? Wheelbarrow wakati ambapo oil imeisha, inaitwa grease. Inakuwa na magani? Sio? Unajua kwa nini maisha yetu ya Ukristo inakuwa tunavurugana tu, tunafinyana? Hamna oil. Tunasagana kwa nyumba. Kama ni Agatoni hapa na bibi yake yuko wapi? Rafiki yangu. Kwa maisha tu hatuna nini? Lakini ukiuliza mtumishi hapa unabii kwa kichwa, anao, sio? Akianza kukuelezea sabato ya Bwana jinsi ambayo nijua imetakaswa, imebarikiwa, anayo, sio? Mtumishi Cyprian, umuulize kwamba akupangie tabia ya Mungu hapa, hiyo nakwambia nakuja Singida. Unanyoosha, sio? Lakini kiingia kwa nyumba hamna nini? Hamna oil. Mambo ni magumu. Kwa nini?
Kwa maanake neno tunalo, hello, neno tunalo, lakini virutubisho vya neno havimo katika maisha yetu. Ndio maana tukasema jana ya kwamba kitu cha maana katika maisha haya siku za mwisho ni lile neno tunalojifunza katika tabia ya Mungu liingie katika maisha, virutubisho vya lile neno. Tunaposema virutubisho tunazungumza principles za ule ukweli uingie katika maisha yangu, uwe sehemu ya nini? Maisha. Ni kama muda umeisha. 23. Nafikiri mpaka hapo tumeweza kupatana. Now, ninapojaribu kumalizia nafikiria sitaweza kumaliza mambo yote hapa leo. Nina kipindi jioni au? Yeah. Sawa. So naomba tukome kidogo mpaka hapo, and then tupitie tu intellect process process ni mchakato wa ndoa. Tuone kama tunaweza jifunza baadhi ya vitu katika ndoa. Now, katika mfumo wa familia, katika mchumba ule na mambo ya ndoa, tunaye anayeitwa bwana harusi, bridegroom, sio? Tunaye nani anaitwa namna gani? Bwana harusi, sio? Nao katika mfumo wa mpango wa wokovu ambao ndio huu hapa, ambaye ni bwana harusi ni nani? Yesu. Tushamtambulishwa tayari. Ni nani? Yesu Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11 mstari wa 2. I have promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Nimewaahidi mwanamume mmoja ambaye ni nani? Yesu Kristo. Ndiposa niwawakilishe kama bikira safi kwake. Kwa hiyo mwanamume katika mchakato huu wote anaowakilisha kwenye mafumbo haya nani? Ni Yesu Kristo, sawa? Tunaelewana jamani? Amen. Okay, tukishaelewana mpaka hapo, naomba tuende kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 7. Ufunuo 19 mstari wa 7. Anasema, let us be glad and rejoice and let us give honor to him. Hebu tufurahi na tuwe na furaha na tumpatie utukufu, for the time has come for the wedding feast of the Lamb. Kwa maana saa imefika katika sherehe ya nini? Ya harusi ya mwana-kondoo, na bibi yake ashajiweka tayari. Na kuna baadhi ya vitu kadhaa ambavyo tunavipata pale. Inasisitiza kwamba bwana harusi ni nani? Ni nani? Ni mwana-kondoo, ashatambulishwa kama kuwa nani? Yesu Kristo. Kwenye huduma yake kama mwana-kondoo, anapokuja kuchukua dhambi za ulimwengu, kitabu cha Yohana 1:29, anakuja kutuchumbia. Sawa? Anakuja kutudhihirisha upendo wake. Sawa? Ndiposa tukisha kuwa tayari kwenye courtship hii yote, ndiposa baada ya hapo tuingie kwa harusi, tuwe kitu kimoja ambayo inaitwa namna gani? At one man, yani upatanisho. Tumepatanishwa, sio? Baada ya kupatanishwa inafuata kitu kingine kinachoitwa patakatifu. Patakatifu? Hii hapa. Maskani. Tabanako, sio? Now, unapofuata zile sikukuu za Wayahudi, siku ya patakatifu inapotakaswa, inayofuata moja kwa moja ni sikukuu ya nini? Walikuwa wanafanya kitu gani? Wanakuja, wanakaa pamoja. Kumaanishaje? Kwa maanake wakati ambapo siku ya upatanishi inapoisha hivi, ambao ndio inaoendelea, kinachofuata hapo ni tutabanako. Ni kukaa pamoja. Kukaa huku pamoja ndio hii inaowakilisha kama wedding feast. Now, ijasema wedding, hajasema harusi, inasema sherehe ya harusi. Kumaanisha harusi inafungwa kwanza, and then ikishafungwa mnaenda kwa sherehe. Sawa? So kwenye mpango wa wokovu, huo ndio unaoupata pale kwenye mfumo wa ndoa. So anaanza uchumba, akishaanza uchumba taratibu kulingana na kitabu cha Waefeso 5, anamchukua mwanamke huyu ambaye ni mchafu, anamchukua jinsi alivyo na anamuita mke wake,
anaanza kumsafisha na maji na neno, taratibu wanaanza kubadilika, wanapokuwa wamekuwa kitu kimoja. Kwa maana yake ndoa hii sio ya kimwili, ni kuwa kimoja katika akili, katika mawazo, katika tabia. Wanapokuwa kitu kimoja, kinachofuata baada ya hapo kuwa kitu kimoja, kuwa kitu kimoja, atonement, ni Kristo anarejea, anawachukua waende kutabernako pamoja, waende kukaa pamoja. Huo ndio mpango wa wokovu kwenye chati hiyo. Sawa sawa? Amen. Kwa hiyo tuna harusi na sherehe ya harusi. Sherehe ya harusi inakuja baada ya harusi, kumaanisha kabla Kristo aje lazima harusi ifanyike, sio? Harusi inapofanyika ni mume anamuoa mke. Kwa hivyo sikukuu hii tunayoita sikukuu ya upatanisho, kinachofanyika pale ni Kristo anafinyanga mke wake wawe kimoja. Na wawe kimoja kumaanishaje? Na kumsafia kumaanishaje? Ni kitabu cha Ufunuo 18 kinatimia kuwa kimoja. Hii anataka tabia yake irejeshwe katika nini? Katika moyo wa huyu mwanamke. Alimchukua akiwa nini? Mchafu. Anaendelea kumsafisha. Anapoendelea kumsafisha hajakamilika, lakini bado anamuita mke wake. Sijui kama mnajua. Sijui kama mnajua hicho. Unajua hicho? Naomba nikuambie kitu fulani. Labda mnasema tu kwa maana yake muitike tu. But hii ni point fulani ya muhimu sana. Do you know katika Waebrania Pascal aende amchumbie mwanamke akakubali, because mwanamke si yeye anayechagua. Anapochaguliwa na mwanamume, anajua kwa mawazo yake kwamba mwanamume ameamua kunichukua. Akishakubali, kinachotokea baada ya hapo ni dowry kulipwa, sio? Inapolipwa hajachukuliwa, anabaki wapi? Nyumbani kwao. Kristo mwenyewe akasema ya kwamba siwatoi wapi? Wabaki hapo hapo, lakini sio? Wanapobaki kule kwao, wanabaki kule waandaliwe, sio? Wanapoendelea kuandaliwa, sikizeni vizuri, anapobaki kwao anahesabika kuwa mke. Ndio maana Maria anahesabika kuwa mke wa Yusuf. Lakini hawajakuwa pamoja kimwili. In fact, mwanamke au mwanamume akienda kinyume na ile pingu aliyokuwa wameifanya hapa ya kukaa engaged ni mzinifu. Amen. In fact, kama wanaweza pata ushahidi ya kwamba mwanamke alikuwa amekaa betrothed na kwa kweli ameenda kinyume na ile ahadi ya kukuwa mwaminifu, alikuwa anapigwa mawe. Wangapi ambao mnachumbia wanawake hapa? Wangapi ambao mnachumbia wanawake? Wachana wale ambao wako kwenye ndani ya ndoa tayari. Wao washamaliza safari. Wangapi ambao mnachumbia wanawake ambao hamjaoa? Mko wapi akina hao? Kina James wako wapi? Na Pascal akina Ezra? Any moment unamapproach mwanamke unamwambia ninakuoa, mbingu inachukua serious business. Serious what? Business. Ijapokuwa tunaambiwa ni heri kuvunja uchumba kuliko ndoa, but know something, kuvunja uchumba wenyewe mbingu inaichukulia serious. Kwa maana ulipokuwa unamtongoza, katumia mwili au katumia roho. Kama katumia mwili, shafanya dhambi, sio? Ndio maana yake naomba tuende hapa kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 23. Kuna point fulani ninayotaka tuweze kuipata pale. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 23. Ali hapo naomba jamani ulisomee. 22 mstari wa 23. Anasema, pakiwa na kijana aliye mwanamwali, pakiwa na kijana aliye mwanamwali, ameposwa na mume. Ameposwa na mume.
Kijana. Unajua sasa imenichanganya kwa maana kwenye kichwa yangu ya Kitanzania kijana ni mwanaume. Sasa imenichanganya maana confirm. Unasemaje hapa? Okay. So kijana kumbe hapa ni wa kike. Haya sawa, nimeelewa sasa. Niendelee. Anza vizuri. Ikiwa anasema pakiwa na kijana aliye mwanamwali, pakiwa na kijana aliye mwanamwali, ameposwa na mume, ameposwa na mume. Nao na mwanamume. Ngoja kidogo. Unaposema na mwanamume kwa Kiswahili hapo, sijui kama itakuwa ni sahihi kwa Kiingereza. Kwa maana yake kwa Kiingereza nasema ya kwamba betrothed onto a husband. You know, ukiuliza nimesema ni mume sio mwanamume. Mume. Umeona mtu yupi kule? Nimeona mume kule kwa shamba au mwanamume kwa shamba. Mwanaume. Mwanaume hamuna uhusiano. Ni mtu wa kiume. Unaposema mume ni husband. Umeona nani? Mume, husband. Husband. So hapo unaposema kwenye Kiswahili ni husband ama mwanaume? Husband. Ni husband. Umeanza husband ikafuata mwanaume. Sentence nyingine sio hiyo ni sentence nyingine. Inafuata. And find her in the city. A man, mwanaume mwingine. And find her in the city. Anampata kwenye nini? Mjini. Alafu akalala naye, sio? So hapa inazungumzia sasa kinachotokea baada ya wewe umepozwa, sio? So anapopozwa hapo, huyu anayetambulishwa huyu mwanaume anatambulishwaje? Mume wake. Sasa ameolewa. Huyu ameposwa. Lakini anaitwaje? Mume. Na yeye kwake ni nani? Mke. Kwa hivyo sasa inamaanishaje hapo? Ni wameshaona au hawajaona? Wapo kwenye ndoa bado. Wapo kwenye ndoa. Wapo kwenye ndoa. Sasa maandiko yanasema. Sasa sikiza. Pointi yangu mimi sio hayo. Pointi yangu ni hii. Kristo anapokuja duniani, kwenye akili zake ashachagua mwanamke ambaye ni mchafu jinsi yeyote alivyo. Anapokuja anadhihirisha upendo wake. As soon as anakubali, you are my wife. Amina. It doesn't matter how dirty you are. Umeelewa? Yaani bora tu amechumbiwa kwa msalaba pale, akakubali, baba nashukuru nimepata mwanaume, nimekubali wokovu wako. Bora tu amekubali, anamuhesabu mke wake. Yaani anaobakia kuanzia hapo anafanya kazi ya kugroom, bride groom. You know what is the meaning of grooming? Kusafisha. Anaitwa bride bride groom. Groom ni kusafisha, kutrimu nywele kama ujipendi vile inavyokaa na trimu unavyotaka. Kama upendi, kama ameparara kidogo unapaka mafuta. Yaani lakini ni mke wako. Hello? Yeah. It doesn't matter how dirty he is. Sijui kama naelewa vizuri. Yaani bora tu amekubali, anamuhesabu huyu ni wangu. Sijui kama naelewa vizuri. Ndio principle ile niliyoitangulia kusema kwenye ufalme wa Mungu, thamani yetu haipo kwa chochote tulicho nacho. Haipo kwa chochote tunachokifanya. Only one thing. Umemkubali, haujamkubali. Kama umemkubali, anakuhesabu kama nini? Mke. Kuanzia hapo, kazi yake sasa ni kusafisha. Bora tu akili yako ashaipata mkononi. Na unaniamini? Baba nakuamini. Anaanza kukusafisha. Kutumia nini? Neno. Na of course ukizungumza maji hapa ni fumbo moja tu na lile neno lake lililo na Roho Mtakatifu. Anaanza kusafisha. Ana taratibu, kazi ya utakaso kila wakati, taratibu. Lakini unapotakaswa, sasa hiyo haimaanishi sasa ndio nakupenda zaidi. Upendo wangu unakamilika hapo, ni wa milele. Na ukirara kabla hata hajamalizika kusafishwa, it doesn't matter. Sasa hapo nimeongea Eris. No, mimi si wadanganyi. Yeye iko hivyo hivyo. Now, tofauti ya mtu anayelala akiwa amemkubali Kristo na yule ambaye hanalala kabla hajamkubali Kristo ni akili.
Mmoja amesarenda, roho yangu nimekabidhi wewe. So it doesn't matter how he sleeps. Kwa maanake akilala, anachaweka pumzi yake kwenye mikono ya Bwana, huwa inahifadhiwa kwa madhabahu. Hiyo ni Ufunuo 6. Twende hapo. Yes, mstari wa 9 nasemaje? Anasema Ufunuo 6 mstari wa 9 anasema na alipofungua muhuri, na alipofungua muhuri ya 5, muhuri wa 5, nikaona nchi, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya neno la Bwana, na kwa ajili ya shuhuda, ushuhuda walioushikilia. waliokuwa nao. Naomba kuuliza swali. Kuna madhabahu ngapi kwenye mfumo huu wote wa madhabahu wa hekalu? Madhabahu ni mangapi? Ni mawili. Madhabahu ya kwanza ua wa nje, sio? Madhabahu ya pili patakatifu, sio? Nao ua wa nje behewa. Hii imefunikwa na shaba. Hii imefunikwa na kazi ya uombezi wa kuhani mkuu inafanyika wapi? Patakatifu. Wapi? Kwa madhabahu. Kwa hivyo madhabahu haya, ijapokuwa nitafika tu taratibu baadaye, yanawakilisha Kristo na huduma yake ya uombezi. Okay? So unapoona hawa watu wamelala hapa, hawako hai popote pale, sio? Lakini kwenye fumo tunawakilishwa ya kwamba wanapokea nini? Mstari wa 10. Na wakalia kwa sauti kuu wakisema, how long, O Lord? Hadi muda upi, Baba aliye kweli? Utafanya kitu gani? Kuto kuhukumu na kulipisha, wala kuipatia haki, au kuipatia haki damu yetu. Twende mstari wa 11. Nao wakapewa kila mmoja nini? Nguo ndefu. Nguo ndefu. Swali, kwenye maandiko hapa, kwenye mchakato wa harusi kuna nguo ya harusi, sio? Nguo ya harusi zinaaminika nini? Tabia, sio? Hawa watu wako hai, wamekufa. Nina swali. Wangapi ambao mnajua Luther alikuwa mlevi mpaka anapokufa? Alikuwa anasema alikuwa wenzake mpaka leo wanakunywa, lakini alikuwa mlevi. Mwana matengenezo huyo, ama alikuwa mwana matengenezo? Ama sio mwana matengenezo wako? Mimi wewe simjui. Ni mwana matengenezo huyo, sio? Wangapi mnaojua Luther alikufa akichukia Wayahudi? By the way, wangapi ambao hamjui hayo? Inua mkono. Hiyo sawa. Ni za baada ya hapo unajua tu inatosha. Na alikuwa great reformer, sio? Jamaa aliyetingiza Rumi akatupatia uprotestant akaanza naye. Na by the way ndiye aliyekuwa wa kwanza kufunza haki kwa, si mnajua hicho? So alikuwa mtu ambaye anakunywa pombe. By the way alikuwa anapenda sana. Nikipata nafasi nitawasomea. Pati na swali sasa. Nina swali, sawa? Wangapi mnaamini kwamba Luther akiamka atakuwa anatamani apewe pombe? Akiamshwa asubuhi ile ya kuingia wapi? Kwenye maskani. Wangapi unaofikiria ataamka akifikiria wine yake nyekundu kwa kabati? Haitawezekana. Haiwezekani. Ama ataamuka amwambie baba, unajua nilikuwa napenda ile ya red, naomba niletee. Wakati unafikiria kwamba ataamshwa akiwa kwenye mawazo yao anachukia Wayahudi, kwanza atakuwa huko? Kama atakuwa anachukia Wayahudi? Yes, Rova.
Kwa mujibu wa Pambano inasema hivi, wakati Yesu atakapokuja, atakapowafufua wanadamu, kila mtu ataamka na lile wazo ambalo alikufa nalo. Sasa na swali, wazo ambalo Luther anakufa nalo kwenye mawazo yako, anakufa kusema kwamba nimefanya mambo makubwa. Hilo ndio wazo la mwisho la Luther unafikiria? Wazo la mwisho la Luther unafikiria ni kitu gani? Kanoni mwako. Hiyo ndio wazo la mwisho la Luther. Sasa kama alikuwa analewa mpaka mwisho. Sasa hapo mimi sitaki kuwachanganya ama kujichanganya. Point yangu ya msingi ni nina uhakika Luther hataamka na chochote hicho. But kuna wao ambao hawajajikabidhi kwa Kristo, kwa maanisha hawamwamini. Wazo lao wanapokufa la mwisho bado wanamchukia. Hao wataamka na yote waliolala nayo, mpaka miili ya nje. Kama ilikuwa na ugonjwa wa kansa, inaamka hiyo hiyo wakiwa nayo ile. Kama watakuwa na miguu ambayo ina matatizo, wanaamka hivyo hivyo. Sasa nina swali ambao nataka pia tujiulize. Lovas, wewe mwalimu, sasa swali langu ni hili: ni nini inayotendeka basi Luther anapolala na anapofufuka, ndiposa anapoamka anaamka tofauti? Sasa mimi nimewachia, hebu tuende mbele. So Kristo anapompoza mwanamke, anamuhesabu kama mke wake, ijapokuwa sio nini. Naomba tukomee hapo, tuweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa maana ya kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kujifunza katika somo hili. Tunaomba ya kwamba yale ambayo yamenyooka katika mawazo yetu, tushikilie mambo hayo, ndiposa yaweze kutusaidia na kutusafisha, kuyatumia tu kama chombo cha kutubadilisha maisha yetu, kubadilisha akili zetu, na kutuvuta karibu na wewe, na kutupatia ujasiri wa wokovu ambao mwovu shetani anataka kutunyang'anya kupitia hofu ya mambo mengi. Tuongoze hata kwenye pumziko fupi. Tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Jamani,